Niambiwa salamu zangu niende kwa wanafunzi wa kidato cha sita ambao baada ya kumaliza masomo ndio bado wanaendelea elimu nayo tunasema tujifunze elimu yenye manufaa. Elimu unayoisoma baada ya kumaliza kusoma utakwenda kufanya nini kutokana na elimu unayojifunza ili iweze kukusaidia katika maisha yako. Ukiishi kwa elimu unayojifunza baada ya kujifunza hauoni inakusaidia kukoje, usikate tamaa, endelea kusoma. Ukiona inakusaidia anza pale kukusaidia kwenye maisha. Ila ukiona kadiri unavyosoma unahisi bado hakuna msaada wowote juu ya elimu unayojifunza, endelea kusoma kwa sababu msaada wake uja mwishoni na huwezi kupata mafanikio mapema kupitia elimu. Mafanikio huja mwishoni sana. Kwa hiyo mawazo yangu na ushauri wangu na salamu zangu ni kwamba usije ukakata tamaa masomo. Ila itashinda bado kwanza unaanza. Kuna mambo mengine. Kwa hiyo salamu zangu na wewe mwenye salamu zako kisha ndio kisha mezangu jamani. Yeye ni mwalimu wa moja mbili sana kwa shule, anafundisha primary pamoja na sekondari. Sikosei miaka hata 17 inapita uko mashuleni kufundisha, lakini pia ni nyumbani kubwa sana Afrika. Kwa hiyo inakubasi wakati naimba alikuwa anaangalia, lakini nyumbani kubwa na vile lake tipo tunaomba usaidizi kusogea kwa mbele hapa uweze kutoa salamu zako kisha kupeleka bora. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimekuwa nafasi wataalamu wa mambo wanasema kuna nyakati tano ukizungumza huwa akili ya mtu haikubali kuongea, lakini nyakati ya kwanza ndio mama anasema wale wakati mtu akiwa anachana unaweza kuzungumza na kuangalia, lakini anatamani kuenda yake mambo mengine yaendelee. Sasa mimi nimekuwa nafasi ya kutoa salamu niwasalimia kitu saba amira kisimama katika msikiti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Ustadh Rahim Kuba, amiri wa walimu wa dini kata ya Manzese, Mheshimiwa Ustadh Jamali Hamisi, katibu wa walimu wa dini wa kata ya Manzese, Mheshimiwa Ustadh Shabani Ayubu, amiri wa wanafunzi wilaya ya Ubungo, waheshimiwa viongozi wa niseme kwamba ngaji kinizamu ngekaa meza kuu, viongozi wa tamsia wa wilaya ya Ubungo, mpo ndani ya jambo hili. Bahati nzuri kiongozi wenu ni mwanafunzi wangu nilofundisha dini shule ya msingi Mpakani, na juzi alitisha kikao katika shule ya Matangini. Nyinyi viongozi hatujuani, viongozi mliokuwepo hapa pamoja na wazazi wa wanafunzi na nyinyi wahusika wa hitimu. Mimi nitatumia dakika 10 tu.
naweza kafikia hatua dakika 10 sifike. Kama mlivyotambulishwa na Ustadhi Rahim Koba, mimi naitwa Ustadhi Muhyiddin Ahmad. Mimi ndo mdogo miongoni mwa walimu wa dini. Walioniteua wamenambia, Ustadhi Muhyiddin, tunaomba uwe mwakilishi wetu. Nikawasemee. Ustadhi Rahim alikaa kikao chao, ndo akanyanyua mimi mdogo wao. Unapokuwa kiongozi, wewe ni mtu wa kutumwa. Usidanganyike kwamba kiongozi unatuma. Hapana, kiongozi unatumwa. Hawalimu wenzangu wa dini wakaniteua kwamba niwasemee. Ni amiri wa walimu wa dini ya Kiislamu wilaya ya Ubungo. Niko chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, lakini upande mwingine mimi ni mjumbe wa baraza BAKWATA kata ya Manzese. Katika makesi ya hukumu ndoa, kila siku ya Mungu ndo kazi nayoifanya Manzese. Ndoa kila siku ya Mungu zinavunjwa. Nimeona viongozi wa Kiruva Sekondari mwepo mdau unavyoongea na nyie. Niwapongezeni viongozi kwa jambo mlilofanya. Shafi pamoja na kamati yako, kwa kukaa chini, kwa kutafakari. Hakuna sehemu nyingine ya kukimbilia bali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna silaha iliyokuwa njema bali ni kutawakali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla sijaendelea, kwanza niseme maneno yafuatayo kwa miaba, nikiwa mimi ni amiri wa walimu wa dini ya Kiislamu wilaya ya Ubungo. Nimesimika rasmi au natambulisha rasmi na kuridhia rasmi mahafali ya kidato cha 6 yaendelee. Sherahiwe ni mwalimu, busara zako nimeziona, ndio maana nikaamua nikunyanyue uende kidato cha 5 na cha 6 Kiruva Sekondari, na nimeona matunda yake. Shafia ameniambia kwamba miongoni katika shule ambayo imefanya vizuri shule yetu, na hivyo miongoni katika wanafunzi waliofanya vizuri. Ustadhi Rahim, ni kuombe wasimamia wa vijana, na kuanzia leo, tarehe ya leo, ninasimika rasmi na kutambulisha rasmi mahafali yaendelee. Na kama kutakuwa na mgogoro wowote, niko tayari kusimama na mtu yoyote. Dini ya Mungu isimame na bendera ya Mwenyezi Mungu iliyoandikwa la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah isimame. Kwa hiyo kabla sijaendelea, ili jambo liendelee. Ustadhi Rahim, Shafi Abdul Basti, ulikuwa ni mwanafunzi wangu wa form 2. Kumbuka ulipokuwa form 2 kuna maneno nilikwambia, kama unakumbuka. Nilikutabiria maneno yafuatayo hutoishia form 4. Kumbuka maneno haya. Wewe Abdul Basti ulisoma utenzi. Kumbuka ulikuwa ni amiri wangu wa form 2. Nilikwambia maneno hayo, nilikwambia hutoishia hapa. Kama umesahau nikukumbushe, na kama unakumbuka baadaye nitakupa nafasi ya kukiri haya. Nilisema sijasema darasani ukiwa form 2. Kwa hiyo niwaombee dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusimamieni kwa mlilofanya. Shafi na kamati yako, hongereni sana. Mwenyezi Mungu awasimamie. Ustadhi Rahim amesema kuna mapungufu. Mimi niseme kwa awamu ya kwanza hili lililofanyika ni kubwa sana. Ninaamini kwa awamu ya pili litafanyika kubwa zaidi ya hili, na nitapendekeza tukifungua shule tuwashirikishe wanafunzi wa form 1, form 2, form 3 washiriki kwa support kaka zao kidato cha 6. Mwaka unaofuata tulifanya jambo lililokuwa kubwa, litosimamia dini yetu ya Kiislamu ndani ya wilaya yetu ya Ubungo. Naomba niko pamoja na nyie muda wote, saa yote. Shafi umesema kwamba ulipata kikwazo cha kupata barua vibali kwenda kuwatembelea mayatima. Jaribu muda wote na kutokea tushirikishane, kwa sababu mimi nina vibali kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, na Mungu alimjalia kila kituo cha polisi na askari. Juzi nilikuwa na mkutano wa wazazi katika ukumbi wa Tunu, nilikuwa naelezea namna watoto wanafanywa ukatili, na nilikuwa na mkuu wa kamanda polisi kanda ya Kimara Pande Sofi wa kutoka kituo cha polisi Gogoni. Alielezea kazi ya moja ambaye mpaka nitupa na machozi. Ameniambia, wa kiongozi, yupo mzazi amefanya mapenzi na mwanawe. Baba akafanya mapenzi na mwanawe kuanzia darasa la 7. Kaenda form 1, form 2, form 3, anaingia form 4 kambebesha mimba. Hii kadhia iko ndani ya wilaya ya Ubungo. Na bahati nzuri mitangu nilivyoteuliwa, Ubungo ina kata 14, zote nimetembelea na nimekuchukua matokeo mengi sana kwa walimu wakuu wa shule. Huyu baba akambebesha mimba mtoto wake, na mtoto kajifungua mtoto wa kiume. Baba sheria inamkamata aende akahukumiwa kwa kile alichokifanya. Mtoto wa kike anamwambia baba yake,
mpenzi wangu nenda, anaambia maskari niachieni mpenzi wangu, sio baba mzazi. Hilo limetokea ndani ya wilaya ya Ubungo. Ndio maana sisi walimu wa dini, ukiwa mimi ni kiongozi, mimi ni mwalimu wa dini, na ndio kama nilivyosema, ndio wamenichagua mimi hawa, tunapokea kadhia nyingi sana. Ndio maana kuna ujumbe tumeuandaa, tutapiga kila mtu. Si muda mrefu Ustadh Ibrahim Koba na Sheikh Jamali walinishauri tuandae albamu inayozungumzia ukatili. Si muda mrefu itapigwa kwenye redio hapo, kwenye sabufa mtasikia tunavyokemea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo sisi tunatembea sehemu moja hadi nyingine. Kwa naomba niseme neno moja lifuatalo, nifungie maneno yangu. Hii haya yaliyofanyika kwa siku ya leo ni mazuri, tuendelee kuyafanya mpaka siku ya kifo chetu. Yaliyozungumza na viongozi wote, mzazi kazungumza kwa muda mrefu sana, labda akawachosheni, lakini kaongea vitu vya msingi. Akatokea kiongozi mwingine wa kilimo alomaliza, ameongea vitu vya msingi. Viongozi wote waliosema wamesema mambo ya msingi yote. Sasa mimi nikiamua niendelee kuongea mengi sana, nitatoa kwenye mchezo na hamtopata kuzingatia kipi kizuri kilichokuwa kimesemwa. Mimi neno langu, viongozi wa kilimo, namba jambo liendelee, lifanyike miaka yote, na mimi niko nyuma yenu, niko tayari kwa lolote lile kuwashika mikono mpaka dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasimama. Nje kwenye risala yalizungumza ndani ya risala, Ustadh Ibrahim amesaidia tayari, yashaendewa kwenye mikakati na tayari 9 ishaweka mtaala uliokuwa umenyooka. Elimu ya ufundishaji kuanzia shule za msingi mpaka sekondari upo taratibu, ila shuleni kwetu Kiliba kuna changamoto. Ila angaji nyinyi mmesoma risala, nyinyi hamjajua, mjaandika kwenye risala yenu. Mimi Kiliba ndo naifahamu kuliko nyinyi. Nyinyi mmekuja mmetukuta sisi, mnaanzishwa kidato cha ngapi? Cha 5. Nyinyi mmetukuta pale. Kuna changamoto moja ifuatayo, tushampeleka mpaka mratibu kuomba mkuu wa shule atuongezee vipindi vya EDK. Vipindi vya dini Sheikh Rahim pale ni siku moja tu, yani siku ya Ijumaa ni saa 2 kamili. Hasa ukiangalia kwamba waraka wa serikali umeweka vipindi vya EDK mashuleni, vimewekwa katika vipindi vyote vya shuleni. Maana yake kuna vipindi kama vile vingine. Ukienda Goba mpakani, Goba Center, watoto wanafundishwa dini kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ukienda Temboni kuna vipindi vya siku ya Jumaa ngapi kama si yakosea, siku ya Alhamisi na siku ya Jumatatu. Ukienda Kilamba Sekondari kuna Jumatatu na Ijumaa. Kilamba Sekondari kuna changamoto, dini ni siku moja, na wamechukua vile vipindi vya dini ambao kama vipindi vya dini ndio wametumia kama ndio vipindi vya nini vya EDK Sheikh Rahim. Kwa hiyo kuna jambo ambalo kuliendea, nyinyi hamjalizungumza, mimi nalifahamu. Ina haja baada ya kutoka leo kwa siku ya Ruchanda mkakati na kiongozi hapa, tuandae barua tumpeleke mkuu wa shule, tumlazimishe, sio kumbembeleza, ni lazima vipindi vya EDK vimewekwa kiserikali, lazima vifundishwe. Na naamini kwa matokeo hayo mnayosema kwa siku ya leo, vikifundishwa vipindi vya EDK kutakuwa na matokeo yaliyokuwa mazuri kuliko haya tuliokuwa nayo. Kwa hiyo mimi kwa nyeresa jagushwa mimi nitaliendea, tutaenda kulifanyia kazi. Lakini kingine kimatayasari kwa ajili sala mtanitumia kwenye WhatsApp. Niahidi kwa uwezo Mwenyezi Mungu niko pamoja na nyie, hatua moja hadi nyingine tutalifanyia jambo lilokuwa limekaa jema na tuafikia hatua iliyokuwa nini nzuri. Mwisho nifunge maneno yafuatayo, nikae chini. Wazazi, kuna mzazi kazungumzia umuhimu wa dua. Nitatoa kisa kimoja kifupi tu. Kuna mimi mtu mmoja nitamhifadhi kwa jina, alimtamkia kwa mdomo wake nikiwa ndani ya msikiti wa Mwembe Chai. Sherehe mtanisamee kidogo hapa, najua ikadhi najua. Kumwamba alimtamkia mimi kwenye kikao mwingine aliyokuchagua kwa kiongozi nani? Nikasema uongozi Mungu ndo anachagua. Kumwamba alimtamkia kwa mdomo wake, nataka nimuone Mungu alipokuchagua wewe kwa kiongozi. Nilitoka Mwembe Chai na ngwa kilio mimi mpaka ofisini kwangu Manzese, tamko langu nikamwambia Mungu, huyu jamaa nataka kuone wewe ulipomchagua mimi kuwa kiongozi. Wallahi nilikaa wiki moja, jamaa akaanza kuugua. Alipoumwa akapelekwa hospitali ya Amana. Alipopimwa akaambiwa moyo umetoboka. Wanamtoa Amana, ampeleka Mwananyamala, wanampiga kisiri ya kichwa. Mimi nakumbuka, Mungu anisamee, ngaji haipasi kuzungumza. Naenda hospitalini, nauliza vile, akasema na ubidi achekiwe skani ya kichwa. Mimi nikatoa yangu mfukoni, nikampiga simu mzee mmoja, nisaidie kiasi fulani. Wasema namjua. Huyu mzee alinitumia hela kwenye simu. Nikatoa ile pesa, ikaongezewa, akapigiwa skani. Alipoangaliwa mshipa bongo umepasuka. Siku ya 4 yako inafika, kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii kadhi ya kwanza. Lakini ya pili, na tena ya pili, mama mmoja alikuwa mjamzito, aliambiwa hospitali ya Muhimbili, mtoto alikuwa tumboni ni jiwe. Kila vipimo vinavyopima kwamba anasema mtoto alikuwa tumboni ni jiwe.
Maajabu yake mama akatoka Mwimbili na Nguakili, alikuwa ni mzazi wa shule ya msingi Mpakani, Mabibo hiyo. Anatoka Manzese anatoka Mabibo, mwanafunzi wa sasa anamwambia twende kwa ustadhi tukasome dua. Wakaenda kwa ustadhi mmoja na mhifadhi kwa jina. Yule ustadhi alishika mkono wake kwenye kichwa cha yule mama. Wallahi mama alikaa siku 3 na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu nimetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mama akakaa siku 3, mama ghafla uchungu na mjia. Anajifungua mtoto wa kiume. Anamzaa mtoto wa kiume, anampeleka hospitali ya Darajani, anapima ule mtoto, hana hata tone la damu kena anapumua. Ule mtoto alikaa wiki moja, mtoto akafa, mama mzazi mzima mpaka leo anadunda. Kitu gani? Na msapoti Shafi achozungumza. Hakuna sira iliyokuwa njema kama dua. Nyinyi kidato cha ngapi? Cha 6. Msende kwenye mtihani, hakikisheni mnawatawakali kwa Mungu. Wapo wanafunzi mnaenda kwenye mitihani yenu, mlipokuwa form 2 niliwafanyia dua, mlipokuwa form 4 mkafanyiwa dua, na leo mmefika kidato cha ngapi? Cha 6. Hakuna sehemu ya kukimbilia. Kimbilio letu nini? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusema haya yatosheleze, lakini kabla sijakaa chini, kuna pointi ya msingi mzazi amezungumza. Sisi ni watu ambao wa kuzungumza. Leo tumefanya mahafali yetu leo. Nataka nisimamie jambo moja tu. Lazima tuwape nguvu hawa vijana. Kuna chakula kinaandaliwa huko, lakini naamini kwa 99 hawa wana mapungufu kumwogopa Mungu na Mtume Muhammad. Na hapa